Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel inasema wakati wowote inaweza ikaanzisha mashambulizi kwa mara nyingine tena katika kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Iran ikiwa itahitajika. Hii ni kauli iliyotolewa na waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz mnamo siku ya Alhamisi, akisema nchi iko tayari na jeshi lipo tayari kwa ajili ya kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran ikiwa hilo litahitajika, na kuahidi kufanya hivyo kwa nguvu kubwa zaidi. Matamshi ya hivi punde yamekuja huku mapigano mapya yakizuka kati ya Marekani na Iran na kuzusha hofu ya kurejea kwa vita kamili baada ya kusitishwa kwa mapigano mwezi Aprili na makubaliano ya Juni kati ya Marekani na Iran kumaliza uhasama. Jeshi liko tayari na liko macho kwa ajili ya kuanza tena mapigano ili kurejesha ubora wa anga na kupiga tena nchini Iran ili kuondoa vitisho, ikiwa ni pamoja na mara ya tatu ikiwa ni lazima, Katz alisema katika sherehe za kijeshi. Ikiwa itabidi kurudi nyuma, tutarudi kwa nguvu kubwa zaidi, aliongeza. Akizungumza katika sherehe hizo, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema Iran imedhoofishwa na kampeni mbili za awali za kijeshi ambazo Israel ilianzisha dhidi yake. Lakini pia alikiri kuwa mzozo huo bado haujaisha. Mhimili wa Iran ni dhaifu kuliko hapo awali, wakati Israel ina nguvu zaidi kuliko hapo awali, anasema. Tulithibitisha kwamba mkono mrefu wa jeshi la wanahewa la Israel unaweza kufika popote kutoka Yemen hadi Iran. Hata hivyo, lazima pia tukubali kwamba kampeni haijaisha. Vita hivyo vilianza Februari 28 wakati Marekani na Israel zilipoanzisha kampeni ya anga dhidi ya Iran ambayo ilimuua kiongozi mkuu wa serikali ya kimapinduzi ya Kiislamu ya Iran na maafisa wengine wakuu. Ilikuwa ni kampeni ya pili ya Israel dhidi ya Iran kufuatia vita vya siku 12 mnamo Juni mwaka 2025. Hata hivyo, Iran imesema iko tayari kwa ajili ya mapambano zaidi ikiwa nchi madhalimu kwa maana Marekani na Israel wataendelea na mapambano dhidi yake. Wakati huu jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limeendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali katika Mashariki ya Kati, hasa katika nchi za Ghuba ikiwa ni pamoja na Bahrain, lakini pia Jordan na maeneo mengine katika Mashariki ya Kati. Ni Israel pekee ambayo bado haijaguswa, lakini inaelezwa kwamba ikiwa Israel itaamua kuingia vitani, Iran haitosita kufanya mashambulizi dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi. Iran imejibu mashambulizi ya Marekani baada ya kile kilichotajwa ni Iran kufanya mashambulizi ya meli za mafuta zilizopita katika mlango wa bahari wa Hormuz, na hivyo Marekani kuanzisha mashambulizi mapya ikisema inalipa kisasi, na hivyo Iran nayo ikaja kulipa kisasi kwa kufanya mashambulizi katika ngome za kijeshi za Marekani zilizopo katika baadhi ya mataifa ikiwa ni pamoja na Bahrain na Qatar. Hata hivyo, Iran inaendelea kufanya mashambulizi zaidi katika mataifa hayo, na mashambulizi makubwa zaidi ya mchana wa leo yanaelezwa kwamba yamefanyika huko Jordan, na kwamba huenda mashambulizi hayo yakaikuta Israel ambayo wakati wowote nayo inaweza kaingia vitani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, kuna ziara ambayo inapangwa kufanyika katika wiki hii baada tu ya kumalizika kwa mkutano wa NATO uliofanyika Ankara nchini Uturuki, ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ataelekea nchini Marekani kwa ajili ya mazungumzo na Rais wa Marekani Donald Trump. Lakini wachambuzi wa mambo wanaona jambo kubwa zaidi ambalo huenda likazungumzwa ni kuhusu namna ya kuendeleza mashambulizi dhidi ya Iran, na kwamba pengine majeshi yote mawili kwa maana jeshi la Marekani na Israel wakaendeleza mpango wao kama walivyoanza katika vita vya siku 40 ambavyo vilimuua kiongozi mkuu wa serikali ya kimapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Khamenei. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.